Taarifa kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania bara inaeleza kama ifuatavyo. Hii yote ni kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo, Simba dhidi ya Yanga, mchezo ambao haukuchezwa kutokana na sababu zilizotolewa na mamlaka husika. Tukishuhudia vikao vikifanyika, lakini maneno yakiwa mengi kweli kuhusiana na mchezo kuu. Sasa taarifa kwa vyombo vya habari kutoka bodi ya ligi kuu imeandikwa: Mahakama ya Kimataifa ya Usuluhishi wa Michezo CAS imetupa rufani ya klabu ya Yanga yenye kumbukumbu namba CAS 2025/A/11298 ambayo klabu hiyo ilifungua dhidi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuhusiana na mchezo nambari 184 wa ligi kuu ya NBC, Young Africans Sports Club versus Simba Sports Club. Walalamikiwa wengine katika shauri hilo, ambapo pamoja na mengine, klabu ya Yanga iliomba mechi tajwa hapo juu isipangiwe tarehe mpaka litakapotolewa uamuzi. Ni bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB na klabu ya Simba. Kutokana na uamuzi huo wa CAS, bodi ya ligi kuu Tanzania inaendelea na maandalizi yake ya kuhitimisha msimu wa ligi kuu ya NBC 2024-2025 na kufanya maboresho ya ratiba ya ligi, ikiwemo mchezo nambari 184 Young Africans versus Simba, kisha kutangaza ratiba mpya mapema iwezekanavyo. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano bodi ya ligi kuu Tanzania bara Mei Mosi 2025. Sasa hii ndio taarifa kutoka bodi ya ligi. Kubwa zaidi kinachozungumzwa hapa ni mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mara baada ya taarifa kutoka CAS ya kwamba imetupilia mbali rufani ambayo iliwasilishwa, sasa moja kwa moja naye bodi ya ligi, kwa sababu ni wasimamizi wa ligi, wao walikuwa wanangoja tu majibu kutoka CAS. Na majibu kutoka CAS wao wameeleza, wakitoa pia baadhi ya vipengele kama ambavyo taarifa nilikupa hapo awali kuhusiana na mchezo huu sasa, ama kesi hii kurudishwa kwa mamlaka husika kwa maana ya TFF, ambao pia bodi ya ligi wao wameamua kutoa majibu. Na moja kwa moja taarifa ambayo nilikupa, kwa maana taarifa iliyopita, klabu ya Yanga wao kesi yake ya awali ilishindwa baada ya kuifungua hiyo kesi kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo kwa maana ya CAS, katika kesi hiyo iliyofunguliwa na Yanga dhidi ya TFF, bodi ya ligi pamoja na Simba, ambayo Yanga waliomba kupewa alama 3 kwa mujibu wa taarifa hiyo na mabao 3, lakini ikaiomba CAS pia izuie tarehe ya dabi kwa maana isipangwe. Sasa hii taarifa inatoa ufafanuzi ya kwamba mara baada ya uamuzi huo, maana yake sasa moja kwa moja bodi itaendelea na maandalizi yake ya kuhitimisha msimu wa ligi kuu ya NBC 2024-2025 na kufanya maboresho ya ratiba ya ligi. Kwa hiyo tunaweza tukatarajia tarehe mpya ya dabi ya Kariakoo ikatangazwa, kwa sababu inapofanya maboresho sasa, hapa ndipo ambapo yatapatikana majibu ya kwamba mechi hii itachezwa tarehe ngapi na mechi hii itachezwa lini, kwa sababu moja kwa moja watu walikuwa wakisubiri majibu kutokana na kesi hii ambayo iliyofunguliwa. Sasa mara baada ya kupatikana majibu, kwa hiyo sasa bodi ya ligi wao wanayo nafasi ya kutoa maamuzi kuhusiana na tarehe rasmi ambapo wanatarajia kuitangaza mara baada ya kufanya marekebisho ya ratiba. Je, marekebisho haya ya ratiba yatakuwaje? Bila shaka tunaweza kutarajia kushuhudia tarehe mpya itakayopangwa ya mchezo wa dabi ya Kariakoo baina ya Simba dhidi ya Yanga, ama baina ya Yanga dhidi ya Simba, ambapo hapo watataja uwanja wa mechi utakaochezwa. Sanjari na hilo, ama sambamba na hilo, pia watataja tarehe husika ya mechi hiyo kuchezwa. Na watu wengi wameonekana kuipokea hii taarifa, kila mmoja akizungumza kivyake. Wapo ambao walifurahia, wapo ambao wanaonekana pia kuipokea kwa namna tofauti. Lakini ndio hivyo bwana, mamlaka zenye kusimamia soka wao wamekwisha kutoa taarifa, na kwa mujibu wa hichi kipande kilichoandikwa kutokana na uamuzi wa CAS, bodi ya ligi kuu Tanzania bara, Tanzania inaendelea na maandalizi yake na ya kuhitimisha msimu wa ligi kuu ya NBC 2024-2025 na kufanya maboresho ya ratiba ya ligi, ikiwemo mchezo namba 184 Young Africa versus Simba, kisha kutangaza ratiba mpya mapema iwezekanavyo. Kwa hiyo kama kisha kutangaza ratiba mpya mapema iwezekanavyo, hapa tutarajie kushuhudia tarehe mpya ya dabi ya Kariakoo ikipangwa, wawili hao wakikutana, mchezo ambao haukuchezwa sasa
kila mmoja atakuwa na hamu na shauku kubwa ya kwenda kuutazama. Kwenye hili tuambie maoni yako wewe ni yapi, kwa sababu tu mchezo huu wa Yanga dhidi ya Simba sasa huenda ukapangiwa tarehe mpya na ukaenda kuchezwa, na hapa ni miongoni mwa mchezo ambao uweza ukashika hisia kutokana na utofauti wa alama iliyopo baina ya wawili hawa, mmoja akiongoza ligi mwingine akishika nafasi ya pili. Hii ni Wigane TV.